Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni nikukaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu, tafakari zetu za kila Jumapili. Tafakari hii ni ya Dominika ya 4 ya mwaka A wa kanisa. Masomo tunayo matatu kama kawaida. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Sefania, sura ya 2 aya ya 3 na sura ya 3 aya ya 12 mpaka 13. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, sura ya kwanza aya ya 26 mpaka 31. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 12a. Nikuombe masomo yote uyapitie, uyasome kwa undani kabisa, kusudi tafakari hii uweze kuielewa vizuri. Na leo tafakari yangu nitailenga kwenye somo la Injili ya Mathayo, hiyo sura ya 5 aya ya kwanza mpaka ya 12. Lakini nitajikita zaidi sura ya 5 mstari wa 3. Mada ambayo nimeona itatuongoza ni hii hapa kama mada kuu: bila Mungu hatuwezi lolote. Maisha yanayoanza kwa kumtegemea Mungu. Bila Mungu hatuwezi lolote, maisha yanayoanza kwa kumtegemea Mungu. Maana yake nini? Utegemezi wetu kwa Mungu ni baraka, na tusipomtegemea Mwenyezi Mungu maisha yetu yatayumba, na hasa maisha ya kiroho. Ndugu zangu, katika Injili ya Mathayo sura ya 5, sura ya 6 na sura ya 7 huwa zinaitwa zote hizo tatu mafundisho ya Yesu alipokuwa mlimani, au kwa maneno mengine ni mahubiri ya Yesu mlimani, ambacho kabisa hayo yote hayo mafundisho ni kiini cha mafundisho kuhusu maisha ya Mkristo. Maneno hayo ni moyo wa Injili, ni dira ya namna ya kuishi imani yetu kila siku. Na hapo tunamwona au mwinjili Mathayo anamuonesha Yesu akipanda mlimani, anaketi, wanafunzi wake wanamkaribia pamoja na umati wa watu wengine ambao walikuwa wamekuja kumsikiliza. Na Yesu anaketi akiwa na mamlaka kama vile Musa alivyofanya kwenye Agano la Kale. Lakini tofauti ni hii: Musa yeye alienda mlimani akapokea sheria, lakini sasa hapa Yesu anaifafanua, ni kama anaifunua kwa ukamilifu wake au utimilifu wake, na akieleza tunavyopashwa kuishi kwa undani kabisa maisha yetu ya Kikristo. Na haya mafundisho ya Yesu mlimani, hizi sura tatu za Mathayo, sura ya 5, ya 6, ya 7, kama nilivyosema, kwa kweli yamewavutia watu wengi, hata ambao si Wakristo. Mafundisho haya yamevuka mipaka ya dini, hata madhehebu mbalimbali, kutokana na uzuri wake. Ningetamani upate muda usome sura ya 5, ya 6 na ya 7 ya Mathayo yote, utafurahia sana. Kumbe hata watu wasio Wakristo au wasio Wakatoliki yamethamini, kwa sababu yanazungumza lugha ya ubinadamu wa ndani. Maneno kwa mfano, heri wapole, heri wanaojenga amani, pendeni adui zenu. Kumbe yamenukuliwa na viongozi, kwa mfano wa haki za kijamii, wanazuoni, hata watetezi wa amani duniani kote. Mfano Mahatma Gandhi ambaye alikuwa Mhindi na aliletea nchi ya India aliletea nchi ya India uhuru. Aliwahi kusema kwamba mafundisho ya mlimani ni kati ya mafundisho yaliyomgusa sana, hasa wito wa upole na kutolipiza kisasi. Na unajua falsafa ya Mahatma Gandhi alipokuwa anadai uhuru kule India ni wa
non-violence kwa Kiingereza, yaani maana yake ni ule kudai uhuru bila kutumia nguvu, bila kumwaga damu. Ndio ilikuwa falsafa yake. Kwa maneno haya yalimgusa sana. Sasa hii inaonyesha kwamba Yesu hapa kwa mafundisho haya hana dhehebu kabisa. Hakuna dhehebu hapa, bali anafichua moyo wa Mungu kwa mwanadamu yeyote anayesikiliza maneno haya kwa dhati. Na kwa ufupi naweza nikasema, nikisitizia zaidi, hizi sura tatu haya mafundisho ya Yesu mlimani yanatufundisha uhusiano wetu ambao inabidi uwe sahihi na mzuri pamoja na Mwenyezi Mungu, uhusiano ulio mzuri kati yetu na wanadamu wenzetu, na uaminifu wa ndani, namna tunavyopaswa kuishi kwa ndani zaidi ya zile sheria ambazo pengine tumewekewa na jamii au na dini. Sasa nataka leo nijikite kwenye heri ya kwanza. Kuanzia sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 12 zipo heri 8. Zipo heri 8. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Zipo heri 8. Sasa mimi nimeamua kuchukua ile heri ya kwanza ambayo ni heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, ambayo ni sura ya 5 ya Mathayo mstari wa 3. Sasa ndugu wapendwa katika Kristo, Yesu anapofungua mahubiri kwanza ya mlimani hayo, neno la kwanza kabisa analolitamka sio amri, sio onyo wala lawama. Neno la kwanza ni heri. Na hiyo heri ya kwanza, heri walio maskini, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri hii ni mlango au msingi wa mahubiri yote ya mlimani. Usipoolewa vizuri hii heri ya kwanza, heri nyingine zote zinaweza zikawa ngumu kuziishi au kuzielewa vizuri. Ndio maana nasema kwamba hii heri ya kwanza ndio msingi kabisa, ambayo ni heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hapa maskini wa roho si umaskini wa mali, hapana. Yesu hasemi heri wasio na pesa, anasema heri maskini wa roho. Hii ni hali ya ndani ya moyo, si hali ya mfukoni. Maskini wa roho ni yule anayekiri moyoni mwake kwamba bila Mungu mimi si kitu, ninahitaji kuokolewa, siwezi kujitegemea peke yangu. Huo ndio umaskini wa roho. Huyu si mtu dhaifu mwenye umaskini wa roho, bali ni mtu mnyenyekevu mbele ya Mungu. Ni mtu anayejua mipaka yake na anamwachia Mwenyezi Mungu nafasi ya kwanza. Mwenyezi Mungu ayatawale maisha yake. Kumbe Yesu ukiangalia katika mafundisho haya anapindua ile fahari ya kibinadamu. Kwa sababu katika dunia ya leo tunafundishwa au watu wanasema basi jiamini kupita kiasi, jitosheleze, jitegemee, pambana, usimwonyeshe mtu kama unahitaji msaada, jiwekee malengo makubwa, una nguvu ndani yako. Hiyo dunia leo ndivyo inavyotufundisha, lakini haifundishi kwamba mtegemee Mungu, mweke Mungu kwanza. Hapana. Lakini Yesu anasema kinyume. Heri yule anayekiri uhitaji wake mbele za Mungu. Hapa Yesu anavunja kiburi cha kiroho kwamba najitegemea, najitosheleza. Anatuonya dhidi ya hatari kubwa sana, kujiona kwamba tunamudu maisha bila Mungu. Maskini wa roho anasema hivi kila siku: Mungu, nakuhitaji leo kama jana,
na kesho nakuhitaji zaidi. Narudia, Mungu nakuhitaji leo kama jana, na kesho nakuhitaji zaidi. Lakini ukiangalia, tukirudi nyuma au tukiangalia katika muktadha wa Injili, hapo Yesu watu aliokuwa kimsingi anawahubiria walikuwa maskini pale, walikuwepo wagonjwa, walikuwepo waliotengwa, watu waliokuwa hawana sauti katika jamii. Wengi wao walikuwa ni hao. Hawa watu wa namna hiyo, kama tunavyofahamu, ni watu waliojua maana ya kumtegemea Mungu au kumtegemea mwanadamu mwingine. Mtu ambaye anadai kujitosheleza, labda tajiri hivi mfano, au mtu mwenye kiburi daima anaona kwamba hamhitaji Mungu. Lakini hao watu Yesu aliyokuwa anahubiria walikuwa ni watu wahitaji. Kwa kuambia kwamba mtegemee Mungu, waliweza kuelewa zaidi pia. Kumbe hawa watu Yesu aliyokuwa anahubiria, wengi wao hawakuwa na kinga ya mali, hawakuwa na mamlaka kama vyeo katika jamii kama walivyokuwa Mafarisayo mfano au wale waandishi, hawakuwa viongozi wakubwa wa serikali ya Kirumi, hapana. Wala hawakuwa na hadhi waliokuwa wengi. Ndiyo maana maneno haya yaliwagusa. Yesu anawaambia hali yenu si laana, utegemezi wenu kwa Mungu ni baraka kubwa. Wapendwa ndugu zangu, naweza nikasema kwamba umaskini wa roho ni nafasi ya neema. Kama nilivyoongea, ule unyenyekevu, kuona kwamba bila Mungu mimi siwezi, namtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, lakini na mimi naweka nguvu zangu hizi nyingine. Hiyo ni baraka na neema. Moyo uliojaa majivuno hauna nafasi ya neema, lakini moyo uliojaa unyenyekevu una nafasi ya neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema hivi, na nukuu, Mungu anakaa katika mioyo iliyoinama, si mioyo inayojivuna. Maana yake mioyo iliyoinama ni kwamba Mungu anakaa kwa wale watu wenye moyo wa unyenyekevu, si ule moyo unaojivuna. Au kwa Kiingereza, God dwells in humble hearts, not in proud ones. Kumbe maskini wa roho hasemi ninajua tayari, najitosheleza, hapana, bali anasema kwamba sijui lolote, nifundishe wewe Bwana. Ndiyo maana Yesu anasema ufalme wa mbinguni ni wao, si utakuwa, bali ni wao sasa, kwa sababu wametambua Mwenyezi Mungu, wanamhitaji, wamempokea tayari Mwenyezi Mungu. Kumbe kimsingi ufalme wa mbingu ni wao, sio kwamba utakuja kuwa wao. Wokovu ni wa sasa na Mungu wanaye. Sasa heri hii, kama nilivyogusia pale mwanzo, ni msingi wa maisha ya Kikristo. Heri ya kwanza ni kama msingi wa nyumba. Inabidi nyumba uimarishe msingi. Ndiyo maana nimesema kwamba ukielewa hii heri ya kwanza, ambayo heri walio maskini, maana ufalme wa mbinguni wao, itakusaidia hata zile heri nyingine. Mimi leo nimeamua kuchukua hiyo heri moja. Wapendwa, bila umaskini wa roho, bila ule unyenyekevu, hata maombi yanaweza yakawa kama mazoea, hata sala zetu na imani tunayokuwa nayo inaweza ikawa desturi tu, kama tumezoea kufanya vile na vile. Na dini inaweza ikawa kwa jina, tunaonekana kwa nje tuna majina ya Kristo, tunaenda kanisani na kadhalika, lakini bila umaskini wa roho itakuwa ni kama basi, ni kama tuko juu tu, imani yenye iliyo nyepesi ambayo haijaingia ndani. Lazima tuwe na umaskini wa roho, lazima tumtegemee Mungu, lazima tuwe na imani iliyo thabiti. Lakini umaskini wa roho, nikiendelea kutafakari zaidi kwa hili, mtu yule mwenye umaskini wa roho ataomba kwa dhati, anasamehe kwa unyenyekevu, anategemea neema, sio nguvu zake wala sifa zake. Na mnakumbuka katika Yohana sura ya 15 mstari wa 5, Yesu anasema bila mimi ninyi hamwezi kufanya chochote. Na huo ndio maana wa umaskini wa roho. Yesu anatuambia bila mimi ninyi hamwezi chochote. Kutoa unyenyekevu, tuwe na huo umaskini wa roho. Hebu kwa ufupi tuangalie changamoto ya kanisa na Wakristo wa leo, vitu vichache tu. Leo kuna hatari mpya.
au basi ya zamani pia, lakini mimi naita mpya. Yaani ni hiyo hatari mpya, utajiri wa roho bandia, utajiri wa roho bandia. Tunapojiona kwa mfano sisi ni waamini wazuri, tunapojivunia ibada, vyeo vyetu, nafasi tunazokuwa nazo, lakini mioyo yetu huku upande mwingine inakuwa migumu na haimtegemei Mwenyezi Mungu, huo ni utajiri bandia, na huo sio umaskini wa roho. Ni vitu ambavyo pengine tunavyo na tunaweza tusivione, lakini inabidi tujitafakari. Sijui wewe ukoje, unajisikiaje? Na heri hii ya heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao, inatuuliza mimi na wewe kwa uwazi. Je, bado mimi namtegemea Mwenyezi Mungu? Jiulize, wewe bado unamtegemea Mwenyezi Mungu au nimeanza kujitegemea mimi mwenyewe? Nimemwacha Mungu, sisali Mungu, au kama namfikiria mara moja mara chache, au nikienda kusali sina moyo wa ibada na imani yangu ni ya juu, nakimbilia miungu mingine. Tujiulize. Maskini wa roho, wapendwa, hasemi mimi ni bora kuliko wengine, bali anasema hivi, Bwana nihurumie, mimi ni mwenye dhambi, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane, kama tunavyosoma kutoka Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 13. Narudia, Bwana nihurumie, mimi ni mwenye dhambi. Lakini tuseme pia kwamba umaskini wa roho inabidi uonekane katika matendo yetu. Maskini wa roho anaweza kusikiliza, ndio sifa mojawapo, kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Atajirekebisha, ataomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hata anaweza kukubali kukosolewa. Unaona anavyokuwa mnyenyekevu maskini wa roho. Sijui wewe uko namna hiyo? Jitafakari, ujipe alama, mimi hali yangu ikoje katika mambo haya? Na huyo maskini wa roho kimsingi ndiye anayekuwa mpatanishi, ndiye anayekuwa mtumishi, ndiye mwanafunzi wa kweli wa Yesu. Ndiyo maana Yesu anasema kwamba bila unyenyekevu hakuna ufalme wa Mungu moyoni mwetu. Heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa kama hatuna umaskini wa roho, ufalme wa Mungu haumo mioyoni mwetu. Ndio maana nimesema hii heri ni ya msingi kabisa. Wapendwa katika Bwana, heri ya kwanza sio kwa ajili ya wachache, bali ni kwa kila mmoja wetu. Yesu leo anakualika, ananialika na mimi, tushuke kutoka juu, tushuke kutoka kwenye kiburi chetu, tushuke kutokana na majivuno yetu, tushuke chini na tuifungue mioyo yetu, tuseme kwa unyenyekevu, Bwana nakuhitaji. Na ahadi yake ni hii, ahadi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwetu ni hii, heri maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ufalme huu unaanza leo moyoni mwa mtu yote yule anayempa Mungu nafasi ya kwanza na kufungua moyo wake. Ufungue moyo wako leo. Tumalizie kwa sala hii. Baba wa mbinguni, tunainama mbele zako kwa unyenyekevu, tukitambua ukweli huu wa kina kwamba bila wewe hatuwezi lolote. Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepanda mlimani na kufungua njia ya ufalme, tufundishe kuwa maskini wa roho, tufundishe kuacha kujitegemea na kutegemea neema yako kila siku katika maisha yetu. Vunja ndani yetu kila kiburi kilichojificha na kujiona tunajua. Kila moyo uliojaa, tupe moyo uliojaa wewe ndani yetu. Tupatie moyo wa unyenyekevu, moyo unaosema kwa dhati, Bwana nakuhitaji leo, Bwana nakuhitaji kesho, Bwana nakuhitaji daima. Roho Mtakatifu, jaza mioyo yetu iliyo wazi,
Ponya mioyo iliyochoka kwa kujitahidi kukaa peke yake. Rejesha tumaini kwa wanaohisi udhaifu wa kiroho na kimwili, na uwape nguvu wale wanaokiri kwa machozi kwamba nguvu yao iko katika kumtegemea Mungu. Tufanye kanisa lenye unyenyekevu, lenye masikio ya kusikiliza, lenye mikono ya kutumikia, na lenye moyo unaopenda bila masharti. Bwana, ufalme wako uanze leo ndani yetu, si kwa nguvu zetu bali kwa neema yako. Tunakukabidhi leo maisha yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba maskini wa roho hawatapungukiwa, kwa maana wewe ni mali yao ya milele. Tunakuomba yote kwa jina la Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu milele yote. Tumsifu Yesu Kristo. Halo, kwa majina naitwa Dr. Simon Maganga, meneja wa Nazareti Kantini Tabora na John Paulo Hosteli ambazo ziko chini ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Huduma zetu kwa mgahawa wa Nazareti ni chakula na vinywaji, kuanzia kifungua kinywa, chakula cha mchana na chakula cha jioni. Tunatoa chakula mbalimbali vikiwemo vyakula vya kimataifa: samaki, nyama, kuku, nyama choma, mbuzi choma, kuku choma, vyote katika hali ya ubora na usalama, na tunazingatia afya ya mteja. Pia katika hosteli yetu tunatoa huduma malazi na huduma ya kifungua kinywa. Mgahawa wetu upo karibu na hosteli ambapo mtu anapata malazi. Pia ni karibu kuja kupata huduma zingine mbalimbali za vinywaji. Nazareti Kantini inapatikana karibu na Mahakama Kuu Tabora ama Kanisa Kuu. Inafikika kwa urahisi bila tatizo lolote. Ukimuuliza mtu atakuelekeza, mwambie nataka kufika Nazareti Kantini, iko mkabala na Mahakama Kuu. Kwa mawasiliano zaidi jinsi ya kutupata, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo: 0656 43 64 10 ama 0674 93 49 46. Karibuni sana mpate huduma bora, safi na salama.